Asante, mimi naitwa Ado November, lakini pia niko na mama mzazi wa Irene, lakini pia niko na mama mkubwa hapa, lakini pia nimeambatana na Abel Makala pamoja na Bi Miriam Lukindo wa Mauki, niko na Obi Alpha pamoja na watu wengine wote. Ni kweli ilikuwa leo tuweze kuaga mpendwa wetu kuanzia saa 6 pale kanisani kwa mchungaji Shusho, lakini uchunguzi wa kidaktari ulikuwa unafanyika kwenye mwili na ambapo majibu yake tunaambiwa tutayapata baada ya wiki 3. Kwa hiyo wamemaliza muda sio mrefu, na baada ya kumaliza muda sio mrefu kuna taratibu za utoaji mwili. Nafasi hii kuomba radhi sana watu wote ambao wamejitokeza, lakini pia tuwapongeze kwa kuonyesha umoja na mshikamano. Tuzidi kuiombea familia katika kipindi hichi kigumu ambacho familia inapitia, kwa sababu tumempoteza mpendwa wetu ambaye alikuwa ni mwanamuziki mwenzetu. Ni hayo tu, lakini pia tuzidi kumwombea mama pamoja na familia. Isipokuwa tu mwili haujaweza kufika pale, kwa sababu nimesema kuna taratibu za kiuchunguzi za kidaktari zilikuwa zinafanyika. Kwa hiyo baada ya uchunguzi huo, jambo hilo sasa mamlaka wataweza kutupa majibu baada ya wiki 3. Sasa tu itoshe kusema kwamba familia iko hapa. Tunamshukuru Mungu na nishukuru waimbaji wa Injili ambao kama ambavyo tulikuwa tunafuatilia ibada iliyokuwa ikiendelea pale Tabata kanisani wakiwa wanaongoja mwili. Nilifurahi kuona ushirikiano ule, waimbaji mbalimbali wakiwemo pale na sisi wengine tulikuwemo kushughulikia mambo mengine. Kwa hiyo nitoe shukrani zangu sana kwa waimbaji hao ambao wamejitokeza. Mungu wabariki, na ngoja tu nikwambie maisha yako ya leo yana tafsiri kubwa sana ya maisha yako ya kesho. Kwa hiyo hakikisha unaishi vema leo ili kesho yako pia iwe nzuri. Ninamshukuru Mungu kwa sababu katika moments chache nimeweza kukutana na huyu mtumishi wa Mungu, ikiwa ni pamoja na kushiriki kwenye uandishi wa wimbo wake mmoja, na zingine ambazo mmoja ndio umetoka lakini zingine zilikuwa bado hazijatoka. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu tu kwa ajili ya maisha yake, kwa sababu mimi wakati niko Dar es Salaam mara ya kwanza kununua sabufa ni sadaka ambayo ilitoka kwa huyu mtumishi wa Mungu Elin Robert, kwa sababu alinitafuta hicho kipindi ambacho yeye aliamini kuwa ninaweza nikafanyika baraka kwenye uandishi wa wimbo wake. Kwa kanitafuta kuwa ninakutafuta, natamani ufanyike baraka kwenye kuniandikia wimbo. Kwa nikaenda nikamwandikia wimbo vizuri, na aliposikia akaupenda, basi akanitumia kiasi ambacho yeye alikitoa kama sadaka kwa moyo wa upendo. Kwa ninakushukuru kwa sababu umefanyika baraka kwenye huduma yangu. Kwa ile sadaka mimi nikaitumia kununua redio yangu ya kwanza nikiwa Dar es Salaam. Kwa hiyo mimi nimehusika kwenye uandishi wa wimbo wake na nimefanikiwa kukutana naye mara chache, ikiwa ni pamoja na kwenye kipindi fulani alipitia changamoto fulani ambayo ndio ilikuwa inaendelea mpaka kufikia kwenye hiki ambacho kimepelekea umauti wake. Kwa hiyo mimi nimekutana naye kwenye situations mbalimbali, akiwa yuko kwenye furaha na akiwa yuko kwenye hichi kipindi ambacho alikuwa anahitaji msaada. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu kwa ajili ya maisha yake kiufupi. Wale ambao wamejitokeza Mungu awabariki sana, lakini wale ambao hawajajitokeza Mungu awabariki pia na awape nafasi, kwa sababu unaweza kumlaumu mtu kuwa hajatokea, lakini pia akawa yuko kwenye changamoto ambayo hata wewe akikuelekeza unaweza ukasema kuwa hata mimi ningekuwa kwenye changamoto nisingeweza kujitokeza. Lakini kuna wale ambao walikuwa na dharura ndogo ndogo ambazo walikuwa na uwezo wa kujitokeza kuwashika mkono wa familia ya huyu mpendwa wetu, na kitu ambacho tunaweza tukakifanya ni kumstiri huyu ndugu yetu kwenye njia ya heshima zaidi, kwa sababu kitu kimoja ambacho mimi nimejifunza, au vitu vichache ambavyo mimi nimejifunza kutoka kwa huyu mtumishi wa Mungu, alikuwa anapambania kumtumikia Mungu. Angekuwa na uwezo wa kufanya muziki wa kidunia, alikuwa na uwezo wa kufanya muziki wa kidunia na hakuna mtu ambaye angemdai, lakini akasema mimi natamani nimtumikie Mungu kutokana na hiki ambacho amekiweka ndani yangu. Lakini pia kuwa na confidence, lakini pia kuwekeza. Unajua kwenye muziki wa Injili ni ngumu sana kupata mtu ambaye anawekeza sana, lakini yeye aliwekeza zaidi kwenye video zake. Ukiangalia, nadhani mtu mmoja ambaye ataingia kwenye YouTube channel yake ataangalia mtu alikuwa anatoa kiasi cha pesa ambacho alikuwa ajui ni lini Mungu atamrudishia, lakini katika hizo safari za kupambana na nini ameweza kufikia ukomo wa maisha yake. Naweza nikasema ametimiliza hatima yake ambayo Mungu alikuwa anataka aifanye hapa duniani.
hiki kitatufundisha mambo mengi. Kwa hiyo wale ambao wanaweza kujiunga kumsupport kama ambavyo kuna namba ambayo imetajwa ya mtumishi wa Mungu hapa, kaka yangu Ado Novemba. Basi kama unaweza kutuma mchango wako, tuma shiriki japo kidogo, kwa sababu vitu ni vingi bado vinaendelea kuhitajika. Sisi tumefanya pale ambapo tumeweza, lakini wewe ambaye hujaweza hata kutokea, basi unaweza kuchangia hata kidogo kwenye sadaka kwenye hiyo namba ya mtumishi wa Mungu Ado Novemba, lakini pia kuna namba ya mama yake mzazi wa Irene Robert.